Akizungumza katika hafla ya kukabidhi boti hiyo pamoja na uzinduzi wa upandaji wa mikoko kwa shehia hizo huko katika shehia ya Dodo, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, Mwita Marwa Mangora ni katibu mkuu wa mtandao wa uhifadhi wa mikoko magharibi mwa bahari ya Hindi WIOM, amesema wataendelea kushirikiana na kuhakikisha wanahifadhi mikoko kwa manufaa ya kitaifa. Kwa hiyo mradi huu kwa hapa Tanzania unatekelezwa maeneo mawili. Moja ni Kilwa kule Tanzania bara na jingine ni Pemba hapa kwenye shehia 9 za ukanda huu wa kusini mashariki ya kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo shughuli ambazo zinafanywa na mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi misitu hii ya mikandaa. Kama tunavyojua, nisingependa kurudia manufaa au matumizi yote tunayafahamu. Maisha yetu yako hapa yanategemea hapa. Kwa hiyo shughuli kuu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi na pia kurejeshea sehemu ambazo tumewahi kwa sababu moja au nyingine kuziharibu katika shughuli mbalimbali za maisha yetu. Kwa hiyo tutakuwa tunapeana ushauri, utaalamu wa namna bora ya kuhifadhi na kurejesha pale ambapo tuliharibu. Kwa upande wa huu mradi kwa WWF tumekuwa tukifanya utekelezaji huu kwa pamoja na wenzetu kutoka WIOM, lakini tumekuwa pia tukijikita zaidi katika kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujua swala zima la umuhimu wa uhifadhi wa mikoko au mikandaa katika nchi yetu na duniani kwa ujumla. Na tunajua kwa madhara mbalimbali ambayo yametokea yamesababisha mikoko imeharibika. Sasa tumekuwa ni muda mwafaka kuweza kufanya kazi na wanajamii kwa ukaribu katika kutoa elimu ili basi waweze kuona ni umuhimu gani wa kuweza kuhifadhi mikandaa na mikoko, lakini pia swala zima la urejeshaji wa mikandaa kwa njia ya kupanda na njia ya uhifadhi na kutenga maeneo ambayo ni ya kuhifadhi ili usiendelee kuharibika. Lakini sambamba na hilo tumekuwa tukitoa sapoti kama vifaa mbalimbali ukiwepo boti kwa ajili ya kusaidia swala zima la uhifadhi, lakini pia pamoja na ufuatiliaji na tathmini ya maeneo ambayo yamepandwa na kuhifadhiwa ili tuone kwamba yanaenda katika hali gani. Nao baadhi ya wakazi wa shehia hizo 9 wamebainisha mikakati yao ya kulinda maeneo hayo kwa maslahi ya kizazi cha sasa na baadaye. Kikosi kazi tutahakikisha eneo tutalidhibiti na tutalilinda na tutakuwa na mikakati kuhusiana jamii waliokuwa hawajafahamu. Kwanza tutazidi kutoa elimu na tutaweka kikosi kazi cha ajili ya kuwa tutalilinda na tuliwe madhubuti na ile endelevu kwa faida ya kizazi kijacho, na tutalilinda wakati wowote, mchana na usiku tuko tayari kwa hilo. Moja nikasema kwamba ni ukosefu wa elimu kwa jamii kuweza kuwafikia na kuweza kwamba baada ya mradi basi zoezi la uendelevu katika nyanja kama hizi basi ni jambo ambalo la msingi kwa kweli jamii kuliendeleza. Kwamba kwa sasa tumejirekebisha, tumeshapata mafunzo mbalimbali kuhakikisha kwamba eneo ambalo linafanya urejeshaji basi kwanza tunalilinda na kuhakikisha kwamba tunalidumisha, kuhakikisha kwamba uoto wa asili unarudi katika hali yake ya kawaida. Mkuu wa wilaya ya Mkoani Dr. Hamad Omar Bakar amesema serikali haitofumbia macho baadhi ya watu wanaofanya vitendo vya uharibifu wa miti hiyo kwa maslahi hiyo binafsi. Bwana kama kutubusti tu kufikia kwenye mafanikio yetu sisi wananchi. Maeneo haya yalikuwa hamna mti hata mmoja. Leo alhamdulillah sura inaonekana, lakini tunaenda zaidi kuhifadhi, kupanda kwa ajili ya kuhifadhi zaidi. Ni ukweli usiopingika kwamba katika kundi wapo ambao pamoja na taaluma zinazotolewa, lakini bado sisemi kwamba uelewa wao ni mdogo, lakini kwa hulka zao wanaturejesha nyuma. Jamani, sisi kama serikali, naendelea kusema, sisi kama serikali, jana hawa niliwaahidi na hapa nasema, ndugu wananchi, suala la uhifadhi hili halitokuwa la kwenu nyinyi peke yenu. Na sisi serikali tutasimama kidete kuhakikisha kwamba uhifadhi wa hichi ambacho tunaenda kukifanya tunausimamia ili mafanikio yatakayopatikana pia hayatakuja kwenu tu.